Sasa tukishamaliza hapo, sasa tunarudi kwenye somo letu hapa, somo letu la hapa, somo letu ili hapa somo letu tunarudisha hivi ili tupaone vizuri. Umeona? Kumbuka kola tunadili na hivi hapa. Sasa tunarudi kwenye somo letu. Sasa hapa inatakiwa uwe makini, hapa inatakiwa uwe makini kabisa. Sasa tunaanza pia huku juu. Kumbuka hapa chini tulishuka inchi 2.5, si ndio? Tulishuka inchi 2.5. Sasa hapa tunashusha nusu, sawa? Kumbuka ukirudi nyuma kwenye video zangu nilikwambia kitambaa cha nyuma kinatakiwa kiwe kitambaa cha nyuma kwenye bega, ili mabega yakae vizuri. Kitambaa cha nyuma kinatakiwa kiwe kikubwa, cha mbele kidogo. Kwa hiyo kama shingo la nyuma tuliweka 3 shingo la mbele tunaweka 3.5. Tunatoa karobo, tunapunguza yani, sawa? Sasa tukisha hapa tulipo nani, tunapiga mstari wetu hapa mpaka hapa. Umeona, tushapunguza. Umeona hapa. Ukifuatilia video zangu pale wakati naelekeza kushona kwenye mabega, niliwaambia pale kwenye mabega vitambaa vya nyuma vinatakiwa kuwa vikubwa kuliko vya mbele. Ndio hichi ambacho nimekifanya hapa. Ni 3, tunatoa robo, tunaongeza, inakuwa cha mbele kinakuwa 3.5 ili kiwe kidogo kuunga pale mabegani. Tukishamaliza hapa tutapiga mstari wetu hapa wa mlalo wa bega kama kawaida. Umeona? Tukishamaliza hapo sasa, umeona? Tukishamaliza hapo tunachokifanya hapa huku juu, always weka 3 au 3.5. Always weka 3.5, 3 au 3.5 huku juu. Hata kama hapa ni papana, lakini jitahidi sana huku juu pasipungue 3 au 3.5. Kama ni papana sana, labda iwe 3.5, lakini mara nyingi iwe 3 au 3.25. Hizi ndio natakiwa kucheza nazo kwa huku juu. Sasa huku itategemeana na wewe na kola yako inakwambiaje. Kwa mfano kola yangu hapa ina tumbo fulani hivi, ukiangalia pia kwenye picha hapa ina tumbo fulani hivi. Sasa ukishaweka tumbo fulani hivi, unachukua hii hapa rula ya shape, unaiweka hivi. Umeona hivyo? Umeona hivyo? Umeona kitu kama hichi? Kola yetu hapa ina tumbo fulani. Sasa tuende tukaikate ili nikuonyeshe inavyolala hapo. Sasa tukaikate hapo. Kwa hiyo jitahidi unapokuwa unakata pia pata zile edge, yani upite kwenye mistari yako ambayo uliichora, yani usikate kwa kupita nje ya mistari au ndani ya mistari. Utaongeza vipimo au utapunguza vipimo. Kwa hiyo unapokuwa unakata pia inatakiwa uzingatie kwamba unakata kile ambacho umekipima, sio kile ambacho hujakipima. Pita kwenye mstari wako kama unajiamini umepima vipimo sahihi kabisa. Pita kwenye mstari wako ambao namna hiyo. Namna hiyo. Umeona hapo sasa? Ngoja tuikate kabisa na huku dati uione inavyoenda vizuri. Hapo tuna shape Kwa hiyo namna ya kushape na nini tushafundisha sana huko. Kama ndo kwanza unaangalia unaweza karudi tu ukajifunza kushape. Sasa tunarudi kwenye aim yetu ya kola sasa. Umeona hapa? Kwa hiyo hii ndo inaitwa shoulder lapel. Umeona inapokuja hapa inakaa hivi.
inakaa hivi. Umeona hapa, unapokuja hapa inakaa hivi. Ndio maana nikakwambia hapa usizidishe 3 au ngapi, ili kusudi inapokuja kujikunja huku nyuma hivi isivunje hii kola, isivunje hii umeona hapa, inapokuja kujikunja huku isivute sana hapa kwenye bega pakaleta mikunjo hapa begani pakaleta mikunjo. Kwa hiyo jitahidi sana unazingatia ile. Yaani kwa nini nilikuwa nakwambia hapa acha 3.5. Unapokuja umeweka hivi kola yako vizuri hivi. Umeweka kola yako vizuri hivi, umeona? Ukija kuigeuzia hivi, tutaona namna ambavyo tutaigeuzia. Isivute hapa. Umeona inakaa vizuri. Ukija kugeuzia hapa inakaa vizuri, lakini pia ile koti yetu ile inakuwa imekaa vizuri hapa. Ngoja nione picha hapa. Umeona? Ina kitumbo lakini ina sharp, ina round kali hii hapa. Kwa hiyo tunaipunguza. Ina kitumbo lakini haina round kali. Kwa hiyo tunaipunguza hii round hapa. Tunaipunguza hii round. Koti yetu ina kitumbo lakini ina round kali hapa. Kwa hiyo tunachokifanya tunaipunguza hii. Punguza hivi namna hiyo. Umeona? Inakuwa namna hiyo. Round kora fulani hivi. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo hii ndio maana nikakwambia hii tuliyoiacha huku nafasi ile inchi 3 tuliyoiacha mwanzoni. Hii inakusababisha wewe unatengeneza, yani unaacha na balance ambayo itakutengenezea round ambayo wewe mwenyewe unaiona iko sawa. Kama ni pana, kama ni ndogo, unaendelea kupunguza kama hivi, which is itakusaidia wewe kutengeneza shape yako nzuri kabisa unapokuwa unashona. Umeona? Yes, kitu kama hicho. Kitu kama hicho. Kwa hiyo hapa tunachokifanya sasa ni tutaweka velvet au tutaweka bridal ili koti yetu ikae vizuri. Kwa hiyo hivi ndio ambapo tunakata ile shoulder lapel yetu hivi. Kwanza kabisa tunazingatia huku juu, lakini pia tunazingatia ule upana wa ile round kola yetu. Sasa hapa tushamaliza kukata hadi kola. Kwa hiyo ile inchi 4.5 tuliyoongeza ndio hii hapa itaenda kukava kwenye kitambaa cha nyuma huku. Ndio maana nikana nakwambia unatakiwa uzingatie sana. Inchi 4 hapa itaenda kukava kuunganisha huku na huku, tunapata round kola kama hii. Hapa ni Suti and Tailoring College kabisa, mabingwa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali. Na hii leo tulikuwa tunajifunza namna kukata hii shoulder lapel. Tukutane kwenye somo lingine sasa, namna ya kuiunganisha au namna ya kuishona hii shoulder lapel, ili sasa tukamilishe koti yetu ambayo haina makosa yale ambayo niliyazungumzia. Mpaka wakati mwingine sasa, mwalimu wako ni yule Imani Casual. Subscribe sasa hivi, maana mambo mazuri yanakuja. Chao.